leo kunako mjumuiko wa habari za kisiasa. Tuko vyema sana ili kuhakikisha pia unafahamu kile ambacho kinaendelea kunako ulimwengu wa siasa nchini Tanzania. Mwanadada Mange anatoboa siri msimamo wa Chadema kuhusu maridhiano waunga mkono baada ya kukubali msimamo wao. Haya, karibu sana tuangazie taarifa ya dada wa taifa. Mwanaharakati huyu Mange Kimambi anatoboa siri kuwa naibu katibu mkuu Chadema Bara Amani Golugwa ametangaza msimamo mkali wa chama hicho, akisitiza kuwa hawako tayari kushiriki katika mazungumzo yote ya kisiasa ambayo yanalenga kupotosha au kulaghai umma. Lakini Mange amedai kuwa kauli hiyo imetolewa Aprili 2026 alipokuwa katika mahojiano maalum na East Africa Radio, ambapo alieleza wazi mwelekeo wa chama hicho katika masuala ya maridhiano ya kisiasa. Mange aliendelea kusema kuwa katika maelezo yake, Golugwa amesema kuwa msimamo wa chama pamoja na kiongozi wake Tundu Lissu haujabadilika, ukibaki kuwa thabiti dhidi ya kile alichokiita mazungumzo yasiyo na uhalisia, na anasisitiza kuwa Chadema haitahusika kwa namna yoyote katika mazungumzo yenye lengo la kupumbaza wananchi au kuficha ukweli wa mambo muhimu ambayo yanahusu mustakabali wa kisiasa wa nchi. Kauli hiyo imekuja wakati ambako kukiwa na mijadala inayoongezeka kuhusu uwezekano wa maridhiano ya kisiasa, jambo ambalo baadhi ya wadau wamekuwa wakilitazama kama njia ya kupunguza mvutano. Hata hivyo pia Golugwa amesisitiza kuwa maridhiano yote lazima yawe ya kweli, ya wazi na yenye maslahi kwa wananchi, sio yale yanayolenga kulinda taswira au maslahi ya upande mmoja. Na katika hatua nyingine, Mange amedai kuwa Golugwa amezungumzia utata uliojitokeza kuhusu Paul Kisabo kufuatia kukutana kwake na Lissu hivi karibuni, na amesema kuwa Kisabo ni miongoni mwa mawakili 30 ambao walithibitishwa rasmi na mwanasheria mkuu wa chama hicho, na kwamba amekuwa akitoa huduma za kisheria kwa kujitolea katika maeneo mbalimbali nchini. Amefafanua kuwa kikao kati ya Kisabo na Lissu kilikuwa na lengo la kukamilisha taratibu muhimu za kisheria, ikiwemo kusainiwa kwa nyaraka zinazohusiana na kesi ambayo inapinga hatua ya maafisa wa magereza kuwazuia mawakili kuonana na kiongozi huyo. Na kwa mujibu wa Golugwa, hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha haki za msingi zinazingatiwa katika mchakato mzima wa kisheria. Aidha pia ameeleza kuwa jopo la mawakili wa chama hicho limeendelea kuwa msaada mkubwa sana kwa wananchi na hasa vijana waliokumbana na changamoto za kisheria katika maeneo mbalimbali ya nchi. Na ameongeza kuwa uwepo wa timu hiyo unaonyesha namna chama kilivyojipanga kwa umakini katika kulinda haki za wanachama wake na kuhakikisha wanapata uwakilishi stahiki mahakamani. Wachambuzi wa siasa wanaona kauli ya Golugwa kama ishara ya msimamo ambao unaendelea kuimarika ndani ya Chadema, hasa katika kipindi ambacho masuala ya kisiasa yanazidi kupata uzito mkubwa sana. Na wanasema kwamba kauli hiyo inaweza kuwa na athari katika mwelekeo wa mijadala ya kitaifa kuhusu maridhiano na mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Kwa ujumla sasa, Mange Kimambi amedai kuwa msimamo uliowekwa na Amani Golugwa unaonyesha kuwa Chadema inaendelea kusitiza uwazi na uhalisia katika mazungumzo ya kisiasa, huku ikijikita zaidi katika kulinda haki za wanachama kupitia njia za kisheria na kikatiba. Mimi ninatamatisha habari katika uwanda wa siasa. Moja kwa moja maoni yako taandika. Kwa wakati mwingine tutaangazia na kuendelea kukusogezea update ya kile kinachoendelea kunako Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema.